Mama Maria, mama wa wote, tumsifu Yesu Kristo. Hongereni kwa safari ya ushuhuda kutoka jimboni hadi hapa kanisa la Hija. Tukiwa njiani nikakumbuka kitu. Juzi siku ya Bikira Maria mama wa Rozari, nilikuwa parokia Igogwe, na kule tulikuwa tunabariki groto jipya la Bikira Maria, na ni zuri kweli, na mama Bikira Maria mrembo kweli kweli. Sasa walikuja wengi kushuhudia, na wengine nafikiri hata sio Wakatoliki. Kilikuwepo kikundi cha ngoma ya asili ya Kinyakyusa, Ling'oma, na ile ngoma kubwa ubavuni imeandikwa kubali yaishe, mahakamani kubaya. Kubali yaishe, mahakamani kubaya. Sasa leo tulikiwa njiani, nilikuwa naangalia sura za wale ambao wana safari zao. Wengine wamekasirika, wengine wamefurahi, wengine wanajaribu wasiangalie, lakini shamla zinamlazimisha angalie. Pale ndo nikagundua kanuni iliyokuwa inafanya kazi ni hiyo, kubali yaishe, mahakamani kubaya. Sasa wanakubali nini na wanaendelea kukubali? Naamini wanamkubali mama Maria. Kubali yaishe, mahakamani kubaya. Wapendwa wa taifa la Mungu, hongereni kwa hayo maandamano mazuri. Na sasa tuko hapa kuadhimisha misa ya Dominika, na wakati huo ndio misa yetu ya kilele ya hija yetu ya mwaka ya utume wa Fatima Tanzania. Neno kubwa kabisa ambalo tunalichukua kutoka kwenye maandiko ni wajibu au mwito wa kulinda imani yako. Ilinde imani yako na imani yako itakuokoa. Hilo ndio neno kubwa ambalo tunalipata kwenye masomo. Haya masomo mara nyingi hutumika tunaposhukuru. Tunamshukuru Mungu kwa jubilei. Mara nyingi hiyo injili ya Yesu kukutana na wale watu wanaougua ukoma 10 inatumika. Lakini ukiitazama sana kuna ujumbe mwingine nje ya kushukuru. Na leo tunapewa ujumbe wa kulinda imani yetu ili ituokoe. Kabla hatujaifikia hiyo injili, tupitie masomo mengine. Somo la kwanza kutoka kitabu cha 2 cha Wafalme. Tumepata sehemu ya simulizi la jemedari wa kijeshi wa huko Sham au huko Syria aliyekuwa anaitwa Naamani, mtu mahiri kabisa wa kivita, lakini alikuwa na bahati mbaya, alikuwa ana ugonjwa wa ukoma. Alipopata habari kwamba nchi ya Israeli ina nabii anayeweza kuponya ukoma, basi akaenda kule ili aponywe huyo jamadari Naamani. Hayo maelezo ukiyasoma kwenye Biblia yenyewe utayakuta kitabu cha 2 cha Wafalme sura ya 5 aya ya 6. Akaenda kule ili aponywe. Alipofika pale nyumbani kwa nabii Elisha na msafara mzima aliokuwa nao, kwa sababu ni mkuu wa majeshi, ni jemedari wa jeshi, msafara mzima aliokuwa nao, alipofika matarajio yake alitegemea kupokelewa kwa paredi, kwa gwaride la heshima.
Ukizingatia Shamu wakati huo ilikuwa inainyanyasa sana Israeli kivita, na sasa amekuja jemedari wa jeshi la huko Shamu. Kwa hiyo alitegemea apokelewe kwa hadhi kubwa, lakini alishangaa pale nyumbani kwa nabii wala hakutoka nje kumpokea. Alimtuma mtumishi anaitwa Gehazi, akamwambia huyo jamaa hapo nje aende mtoni Yordani akaoge mara 7 na atapona. Alituma mtu, nenda kamwambie. Ungekuwa wewe ungejisikiaje? Lakini sasa wewe utajisikia vizuri, kwa una cheo gani kikubwa hivyo? Lakini wale wenye vyeo vikubwa ungejisikiaje? Mna uwezo wote wa kuishambulia nchi hiyo mkaimaliza, na mnakwenda kwa hii huduma tu ya mtu mmoja, afu mtu mwenyewe hala sio rais wa nchi hiyo. Anasema mwambieni aende akaoge mtoni kule mara 7 atapona. Iko kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya ya 10. Sasa inapofika aya ya 11 tunasikia Naamani anapuuza agizo hilo, na anatamka kwa uchungu, lakini kwa hasira pia na dharau. Anasema, tazama, nilidhania bila shaka atatoka nje kuja kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kunipona mimi mwenye ukoma. Yeye ni mgonjwa, anapanga na madhehebu yote. Alitegemea mtu wa Mungu atatoka nje, atasimama, ataomba kwa jina la Bwana Mungu wake, alafu ataweka mkono mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi. Kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya ya 11. Je, mito ya kwetu huko Dameski, akataja na mito yenyewe Abana na Farfari. Mito ya kwetu Abana na Farfari si bora kuliko maji yote ya Israeli? Yaani mito ya nyumbani kwao palikotoka si bora kuliko maji yote ya Israeli? Singeoga kule na nikatakata nikawa msafi, alafu nafika hapa safari yote hii nimekuja huku naambiwa nikaoge mto Yordani huko mara 7. Je, siwezi kujiosha huko nikawa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Falme sura ya 5 aya 12. Na Isa alikuwa anaenda kupanga vita kwa ajili hiyo tu. Ameudhiwa yeye peke yake, lakini angeangamiza watu wengi. Alikuwa anaenda kule kusema sasa wametuchezea kiasi cha kutosha. Lakini watumishi wake, watu wadogo wanaotakiwa kusikia amri ya jemedari, watu wadogo, watumishi wake wakamwambia kuwa, Bwana, hivi unapata hasara gani ukienda ukaoga? Si amesema tu kaoge. Kuna kitu kitafungua kweli kwako? Huyu mtu wa Mungu amekwambia kaoge, utapata hasara gani? Nashukuru Mungu Naamani alikuwa bado na chembe ya imani, akakubali kumtii huyo mtumishi wake, akakubali kutii, akaenda akaoga mara 7 kama alivyoambiwa. Sio tu kukubali, manake akaamini maneno ya yule nabii, akaenda akaoga mara 7. Wagalatia kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 5 aya ya 14. Akaona ukoma unapona, ndio akarudi sasa kushukuru. Sehemu ya somo la leo, akarudi kushukuru. Akaona unapona kwa kweli. Kule sio kurudi, alikuwa anajifaraguza. Kiswahili kizuri, alikuwa anajifaraguza kwa sababu na umwamba wote alioonyesha ule, alafu sasa anakuja na msafara mzima kwa kishindo, anakuja kwa kishindo. Sasa hapo nabii inaonekana alitoka kumsikiliza, akaambia naomba upokee zawadi.
ila akamwambia mimi siuzi huduma hii, nenda zako. Akarudi kushukuru, na hadithi inaendelea huko mbele, lakini kwa leo tuishie hapo somo lilipoishia. Ndugu zangu, somo hili lina kiini cha maneno. Akaamini maneno ya yule nabii, imani yake ikamponya, imani yake ikamwokoa. Alifikiri kwa kuwa na cheo kikubwa, kwa kuwa na uwezo mkubwa, basi anaweza kila kitu, lakini kumbe jibu la yale yanayomshinda liko kwa watumishi tu, mtumishi wa nabii Elisha na watumishi wa kwake yeye mwenyewe. Akaamini neno lililo la nabii kupitia kwa watumishi, akaamini, imani yake ikamponya. Ndio maana nasema wazo kubwa leo tunapewa mwaliko, tuitunze, tuilinde imani yetu, itatuokoa. Zaidi ya hayo, kuamini kunaendana na kunyenyekea. Akakubali kuuvua ule ukubwa wake, akasikiliza, akanyenyekea, akafuata, na akaacha kuwadharau wale walio wadogo, na kutoka hapo akapata wokovu. Somo la pili, Mtume Paulo anaongelea hali yake ya kufungwa. Anamwambia Timotheo, mimi kazi yangu nimemwamini Kristo na ninatenda kazi ya kutangaza habari njema. Nimefungwa, lakini neno la Mungu haliwezi kufungwa. Neno la Mungu halifungwi. Akasema lazima nitangaze kila mahali kwa ajili yangu na kwa ajili ya wateule wote wengine ili wapate wokovu. Aliamini Mtume Paulo na akaona ni lazima atangaze, hata wamfunge au wamfanye kitu chochote cha kumzuia, lakini akasema neno la Mungu halifungwi, lazima nitangaze. Lazima atangaze kwa ajili ya wote. Anatuambia sisi, anamwambia na Timotheo, anasema tukifa pamoja naye, kwa sababu tunamwamini, tukifa pamoja naye basi tutaishi pamoja naye. Tukiwa tayari hata kufa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Tukistahimili pamoja naye, tutamiliki pamoja naye. Barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya ya 12. Tukimkana, tukipoteza imani yetu, basi atatukana, manake hatatutambua, kwa sababu kinachotuunganisha na yeye ambaye ndio chemchemi ya wokovu ni imani yetu. Tukimkana na yeye atatukana. Na anaongeza kwamba tukiacha kuamini, tukipoteza imani, yeye atadumu kuwa wa kuaminiwa, yeye atabaki wa kuaminiwa. Hapa inamaanisha tukiishika imani yetu vizuri tutaokoka. Tukishika imani yetu vizuri, ikitubidi kufa kwa ajili ya imani, tutaishi pamoja naye. Tukishika imani yetu vizuri, tukastahimili mahangaiko yote, basi tutamiliki pamoja naye. Lakini tukimkana, tukipoteza imani, tunapoteza yote. Yeye mwenyewe pia anatukana. Tunapoteza imani, lakini yeye anabaki kuwa tayari daima ili aaminiwe. Hata hili somo linamaanisha imani itatuokoa, na amani aliokolewa kwa imani yake, na sasa hapa imani pia inatuokoa kama anavyosema Mtume Paulo. Kwa somo la Injili, wale ndugu 10, mmoja alikuwa Msamaria, walikuwa na changamoto ya ukoma. Nao wote mwanzoni walionekana wanaamini. Ndio maana waliposikia Yesu anapita kwa mbali, wakapaza sauti, Yesu tusaidie, utuokoe. Kwa jumla mwanzoni walionekana wote wanaamini.
lakini baadaye ikagundulika wengine wanaamini kwa maneno tu. Kwa jumla walionekana wote wanaamini, lakini Yesu alipowasikia wala hakuwagusa kama Naamani. Elisha hakumgusa Naamani. Yesu alipowasikia akasema, enendeni mkajionyeshe kwa wakuu wa makuhani huko, endeleni huko hekaluni mkajionyeshe. Walipokuwa kienda wakagundua wamepona wale 9, yani wale 9. Akasema, kwani ni yeye ametuponya? Hajatugusa, hatujasikia akimuomba Mungu wake, hajafanya chochote. Wala sio yeye, hakuna haja ya kurudi kwenda kumshukuru. Lakini Msamaria akasema, hapana, mimi ninaamini ametuponya. Msamaria akarudi, na alipofika pale akaanguka kifudifudi, akapiga magoti mbele ya Yesu Kristo akamshukuru. Na Yesu akamwambia, wale wengine wako wapi isipokuwa wewe mgeni tu? Afu neno la mwisho kabisa, Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 19, akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Hapa naye huyu anaokolewa kwa imani yake. Kwa hiyo mimi kwa Injili naelewa kitu. Wema wa Mungu upo daima kwa anayeamini na asiyeamini. Hata wale wengine 9 hawakuamini, lakini wema wa Mungu upo daima kwa ajili yao. Lakini kwa anayeamini, wokovu ndio unakuwa zawadi yake. Sio tu uponyaji. Ijapo sisi duniani humu tunahangaika sana kwa ajili ya kuponywa tu. Tunaweza tukaponywa na tukabaki wapagani tu. Hawa 9 waliponywa, lakini ni mmoja anayeambiwa, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Maisha yetu yanatutaka tuwe na imani na tuilinde imani. Hapo tutapata kile ambacho hakipatikani kwa njia nyingine. Unajua, chakula, mavazi, malazi na matibabu yanaweza kupatikana hata nje ya kanisa. Kwa hiyo yale peke yake sio kigezo cha imani. Lazima tufikirie uokovu wa roho zetu. Ndio maana yule Naamani alipogundua hata zawadi zake hazipokelewi, akasema, hapa sasa niko kwenye ulimwengu wa uokovu, sio wa kupeana tu. Akasema, basi naomba nichukue udongo nikatengenezee altari, ili sadaka ikitolewa kule niwe naitolea kwenye udongo wa nchi takatifu ambapo yupo Mungu. Alijua kuna uokovu. Hata sisi ndugu zangu, tunafikiri furaha iko katika wingi wa vitu tulivyo navyo, iko katika afya tulizo nazo. Na hivi imekuwa kama vile jitihada ya kutafuta fedha na vitu imekuwa ndio mtego mkubwa kabisa unaowakamata wengi. Na wengi wanafikiri akishapata vyote atastarehe, atakuwa na amani. Watu wanapokea rushwa au watu wanatoa rushwa, wanajua tukitoa rushwa huyu mtu tumeshachukua akili yake na utashi wake wote tumechukua. Na ni kweli, nyakati za uchaguzi hizi wengine wanakula rushwa, na hata mtu mzuri kama hakutoa rushwa wanamwacha. Sema huyu ana sifa zote, lakini bwana mgumu hatoi kitu. Ni hayo mawazo ya kufikiri Mungu atakuja kwa miujiza ya ajabu, lakini haya mengine tushughulike tunavyoweza. Hapana. Kuna kutafuta raha, lakini kuna kutafuta wokovu. Mtume Paulo angebaki na matamanio yake, asingehukumiwa na hatimaye kifo, lakini alijua anachokitafuta mimi si raha tu, natafuta wokovu. Ndio maana akasema hata kama wananifunga
Hiyo sio sababu ya kuzuia nisiseme neno la Mungu. Neno la Mungu halifungwi. Tukimkana na yeye atatukana, lakini akitukana haimaanishi atatunyima mvua, haimaanishi atatunyima chakula, ataendelea kutupa tu. Na ndicho kinachotudanganya wengi, nasema mbona vipo, kumbe naweza kuendelea hivi hivi. Kuna wokovu ndugu zangu, tutafute wokovu kwa kumwamini yeye mwenyewe Kristo. Tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka huu, siku chache zimebaki, watatangazwa watakatifu wapya. Na kuna mtakatifu mmoja anatoka nchi ya Papua New Guinea. Watoto wanafunzi, mimi kusikia Papua New Guinea hapo pagumu kidogo. Papua New Guinea haiko Ulaya wala Amerika, iko visiwani huko karibu na Australia. Kwa hiyo na wenyewe wana bara lao, Australia, Papua New Guinea na New Zealand huko shiriki mbali. Sasa huyo mtakatifu anaitwa Peter Toroti. Huyo Peter Toroti alikuwa mme wa mamlaki baba mwenye mke na watoto. Huyu Peter Toroti alikuwa mkatekista, anatangaza na kuhubiri habari njema kipindi kile cha vita kuu ya pili ya dunia, na maeneo yao yalivamiwa na majeshi ya Japani, na hawa wa Japani hawakutaka kusikia habari ya dini Katoliki. Kwa hiyo waliwakamata wamisionari wa kutoka Ulaya waliokuwa wanatangaza habari njema kule, wakawafunga. Kwa hiyo taifa la Mungu likabaki bila wahudumu wa kiroho. Peter Toroti akachukua uongozi. Umri wake miaka 30. Akawa padri, katekista, alifanya kazi zote. Peter Toroti katika mazingira hayo ambayo Wajapani hawataki kusikia habari ya Ukatoliki, yeye akachukua uongozi na akaongoza taifa la Mungu kwa miaka 3. Akaongoza sala, akaongoza tafakari, akabatiza na hata akashuhudia ndoa. Wajapani waliendelea kutangaza, hatutaki kusikia mambo ya Kikatoliki, na walipiga vita sana ajenda ya ndoa ya mume mmoja mke mmoja. Wakataka iwe ndoa ya mitara. Wakapiga vita sana mambo ya Kikatoliki, na wakakataza mikutano ya Kikatoliki. Lakini Peter Toroti aliendelea kushuhudia imani yake, aliendelea kuilinda imani yake. Hatimaye akakamatwa na akauawa na hao wa Japani. Na hiyo tarehe 19, siku chache zijazo, atakuwa ni mmoja kati watakaotangazwa kuwa watakatifu. Kwetu tuko kwenye mwezi huu ambapo atatangazwa mtakatifu. Kwetu amekuwa ni kielelezo cha namna ya kulinda imani yetu, kwa namna ya kuisimamia imani yetu. Amesema kama Paulo, neno la Mungu halifungwi. Aliwaambia Wajapani neno la Mungu halifungwi, na Wajapani walifikiri wakimuua basi. Lakini ajabu, dini ya Katoliki kule ina nguvu sana. Hata mwaka huu maaskofu tulipofanya mafungo kule Kigoma, aliyetufungisha alikuwa ni askofu kutoka Papua New Guinea huko. Huyu ni kielelezo kwetu, ambapo leo tunaambiwa ilinde imani yako itakuokoa. Na Amani alipoona umuhimu wa kuamini ndipo alipopona. Lakini angefikiria umuhimu wa mamlaka na nguvu, asingepona. Yule Msamaria alipoamini ndipo akasikia sauti, imani yako imekuokoa, na anasifiwa mpaka leo, alifanya jambo jema. Na vile vile Mtume Paulo anatuambia, ukimkataa atakukataa, ukifa pamoja naye utamiliki pamoja naye. Sisi mahujaji tumekuja hapa kwa ajili ya kuhiji. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuimarisha imani yetu, kuipa nguvu imani yetu,
kuendelea kupeperesha bendera ya matumaini. Tumekuja kwa ajili hiyo. Wengine mnafikiri mnaelewa yote yatakayotokea mbele yenu baada ya hija hii. Hapana, hujui. Ila unachojua kwamba najiandaa, lolote likitokea niwe imara kiimani, kwa sababu hatujui siku wala saa. Hatujui Mungu atatuita lini na atatuitaje. Ndio maana mara kwa mara tunaambiwa tuimarishe imani yetu, tuimarishe imani yetu. Kwa wale ambao mnashiriki mambo ya kiraia, hata ya uchaguzi, huku mkiwa mnafurahia rushwa na vizawadi, na hivyo mnatenda maamuzi ambayo si ya haki na amani, hamna imani. Ila msisubiri Mungu anyoshe mkono akushike, ataendelea tu kukufadhilia. Lakini tujiulize, je, njia niliyoshika ni ya wokovu? Inaweza kuwa tu njia ya furaha hapa duniani, inaweza kuwa njia ya amani ya muda tu hapa duniani, lakini kwa imani thabiti, hata tukifungwa, neno la Mungu lisifungwe. Neno la Mungu lisifungwe. Hata tukiumizwa, neno la Mungu lisifungwe, lisizuiwe. Tupo Wakatoliki ambao tukitikiswa kidogo tu imani inapotea kabisa. Inaweza kuwa homa tu, lakini ile imani inakufanya unaruka mita zote kanisa kama hiyo unaliruka. Nini? Kwa sababu ya mtikisiko mdogo tu. Ni kama vile wewe una majibu yote. Hapana. Na Amani alikuwa na majibu yote kijeshi, lakini hakuwa na majibu yote katika mambo mengine ambayo Mungu anayasimamia. Alifikiri kwa amri zake za kijeshi mambo yatakwenda. Ndio maana alienda na msafara wa wanajeshi, bila shaka walikuwa majemedali wenzake, akijua sisi hata hakuna askari atakayetuzuia njiani. Ukiwa na msafara wa majemedali, hata askari wa usalama barabarani wakishajua ule ni msafara wa wakubwa hao, wanakaa pembeni wapite. Na yeye alifanya vile vile, akijua njia ni nyeupe. Lakini akaambiwa na Elisha, hapana, achana na unavyojitazama, unavyojifikiria. Sikiliza, mtumishi wa Mungu anakuambia nenda kaoge mara 7. Tunatafuta wokovu, ndio tunatafuta wokovu, maana tuanze na kutakasika. Tunapoambiwa kaoge kanisani, tunaambiwa kaoge, tukaungame dhambi zetu, tukabadili maisha yetu mara 7. Tusiseme muda bado nipo, bado tupo. Muda upo. Tunaamini nini? Daktari ametuambia moyo uko vizuri, figo ziko vizuri, maini yako vizuri. Wewe una miaka mingi ya kuisha, sasa bado nipo. Umeambiwa kaoge mara 7. Inakugharimu nini kwenda kuoga mara 7? Kaoge. Namba 7 inamaanisha ukamilifu. Basi kaoge kikamilifu. Kaoge kikamilifu. Na kwa imani tunaoga kikamilifu kwa sakramenti zake. Ndivyo. Unamuita Yesu akusaidie, atakusaidia kweli. Lakini anachotaka jibu la upendo. Ukitaka uite kumshukuru, lakini umshukuru kwa upendo. Umshukuru kwa imani. Ndio mwito tuliokuwa nao. Tunaweza kushiriki hizi hija miaka nenda rudi, na tunafahamika kwamba huyu lazima aende Mbeya. Huyu bwana amevaa za blue hivi, huyu ni mwanautume wa Fatima. Sawa. Wewe ni jemedali na Amani. Ni jemedali. Unafanya makubwa, lakini unapoambiwa hili la kuhusu wokovu wako, unasema hili ngoja kwanza. Hili nalipa muda kwanza. Tushughulikie wokovu wetu. Wanatume wa Fatima mnaonekana ni chama kikubwa. Mnaweza kukutanika kwa wingi, mkafunika barabara yote kutoka jimboni mpaka hapa. Kama mlivyofanya leo, mji ulikuwa umelala hapo usingizi bado asubuhi. Mmewaamsha watu, wametoka ndani na kuwashangilia. Waliokasirika wamekasirika, lakini mwisho wote wameshangilia. Wote wameshangilia, hongereni. Ni sifa kwamba kweli mnaonyesha imani, na imani yenu inaonekana ya kuwa pamoja.
ya kuwa pamoja. Imani yenu inaonekana ya kuwa pamoja. Nitoe swali hapo. Tulipokuwa tunatembea, nataka kuona kama wana utume wa Fatima wanajua kuangalia. Kama mlikuwa mnafanya maandamano mmelala usingizi, basi. Kama mlikuwa mnaangalia, basi mtajua sasa hivi. Tulipokuwa tunakuja karibu na geti, karibu na shule ya Mbeya Day, kwenye geti pameandikwa maneno fulani mazuri sana. Nani ameyasoma? Hata madodoso na ujanja wote, na ujanja wote wa madodoso. Nani ameyasoma yale maneno kwenye geti la wanafunzi? Aha, njoo hapa. Njoo bana, utuambie ulichosoma. Watu wapendi ukimya hivi, ndio maana wao muabudu. Kuna wakati nafuata tunakaa kimya hivi. Haya. Kukosea sio kosa. Andikwa elimika ukatumike. Sema tena. Elimika ukatumike. Haya, hilo moja, mpeni makofi yake. Huyu ni katekista. Huyu ni katekista kama Peter Toroti. Peter Toroti mtakatifu mpya anayekuja. Elimika ukatumike. Hapa mmepata mafunzo, mkatumike. Lakini kuna ujumbe wa pili kwenye ule mlango. Amepata 50 kwa 100. Amepata 50 kwa 100. Watoto, si mlikuwepo kwenye maandamano? Mlikuwa mnang'ang'aa tu macho. Kuna ujumbe wa Kiingereza umeandikwa hivi: coming together is the beginning. Kuwa pamoja ni mwanzo tu. Keeping together is the progress. Kudumu pamoja ndio maendeleo yanayoendelea kuwepo. Mwisho, working together is the success. Kufanya kazi pamoja ndio mafanikio. Yako maandishi au mlangoni makubwa kabisa, tumepita hapo. Kuwa pamoja ni mwanzo tu. Kuendelea kudumu pamoja ni mwendelezo wa kile mlichoanza. Lakini kufanya kazi pamoja ndio mafanikio. Sasa ujumbe ndio huu. Kwa kukaa pamoja hivi wanautume wa Fatima, mnaweza wengine mkasema inatosha. Si tumeungana, tunaye rais wetu, inatosha. Huo ni mwanzo tu wa safari ya imani. Na kuendelea kwa pamoja, mlikuwepo mwaka juzi, mwaka jana, mwaka huu na siku nyingine. Mnaendelea kuwa pamoja, mnaendeleza kile mlichoanza. Swali linabaki, mnafanya kazi pamoja? Ndio hiyo elimika ukatumike. Mnafanya kazi pamoja? Na kazi yenyewe ni nini? Kulihudumia neno la Mungu. Kulihudumia neno la Mungu. Ishara ya imani yetu. Mageuzi ya imani yetu. Tufanye kazi hiyo ya kugeuza watu wamjue Mungu, wamwogope Mungu. Tufanye kazi hiyo. Kama leo tumepita kwenye mitaa ambamo hawakuwa Katoliki tu, wanaoamini dini mbalimbali na wasioamini wametuona, wametusikia. Tulikuwa tunatenda kazi ya imani. Wapo ninaamini wataanza kuamini kwa namna moja au nyingine. Wapo waliokuwa wamekusudia baya, baada ya kumwona mama wamegaini nia zao. Muendelee kutenda kazi pamoja. Muendelee kushuhudia pamoja. Madodoso amefafanua vizuri sana. Huyu ni malkia wa amani. Tunahitaji amani duniani. Tunahitaji amani Tanzania. Wana utume wa Fatima, msibaki tu mnashughulikia yale yanayowaweka pamoja. Mavazi, katiba yenu, mikutano hii, basi.
lazima muwe na cha kuonyesha mbele ya Mungu. Hata kama kuna mkwamo wowote ule, muwe na cha kuonyesha. Kama Peter Toroti, wamisionari wameondoka, lakini kazi ya Mungu iendelee. Hivyo tulinde imani yetu ili tupate wokovu. Tumsifu Yesu Kristo.